wama yantiqu anil hawa, wala hatamki kwa matamanio ya nafsi yake. Neno hawa hii sio hawa ile ya mwanzo tulioanza nayo, wan najmi idha hawa, na hapa wama yantiqu anil hawa. Maneno haya mawili, la mwanzo kuporomoka, la pili matamanio. Tumefahamiana? Nimekuonesha kuwa neno moja limekuwa na maana mbili tofauti ndani ya mtiririko wa aya hizi za karibu hapa. Na lugha zote duniani kuwa neno moja na maana zaidi ya moja yapo. Yule Mgunya alisema mwalimu kamba kamba mfunge kamba kwa kamba. Mwalimu kamba, kulikuwa na mwalimu anaitwa Kamba jina lake. Kamba kasema, kamba ya pili kwa Kigunya manake kasema. Mwalimu kamba kamba, huyu mwalimu kamba jina lake kamba, kamba kasema. Mwalimu kamba kasema hivi, mfunge kamba kwa kamba. Yule kamba mdudu wa baharini, mfunge kamba. Hii kamba ya kufungia. Umeona kuna kamba mdudu wa bahari, kuna kamba ya kufungia, kuna mwalimu kamba kasema, alafu kamba jina lake. Mwalimu kamba kamba, mfunge kamba kwa kamba. Neno moja limekwenda kuleta maana 4 tofauti ndani ya sentence hiyo. Na mtu yote akiwa bingwa wa lugha anajua kuyachezea maneno sana. Na wakati mwingine yanapamba, yanatengeneza uzuri. Tumefahamiana? Kiingereza kiko hivyo, Kiswahili kiko hivyo, Kiarabu kiko hivyo. Kwamba maneno yanaweza kuwa yana maana tofauti lakini yanafanana kwa matamshi. Watu wanaosoma balagha wanajua kuna junas tam na kuna junas naqish. Hatari. Wama yantiqu anil hawa, na hatamki kwa matamanio huyu. Kuwa yeye akaye apende jambo aseme, alolichukia kwenye nafsi yake alikataze, alolitamani aliamrishe, hayuko hivyo. Ana vipimo maalum huyu. In huwa, haikuwa hii Qur'ani illa isipokuwa wahyu yuha, wahi unaopelekwa kwake. Hii huwa baadhi ya wafasiri wameirudisha kwa mtume. In huwa, hakuwa huyu Muhammadi illa isipokuwa wahyu yuha, ni wahi unaopelekwa. Lakini kusema mtume mzima wahi litakuwa tatizo. Kwa sababu mtume ni binadamu, anakuwa vipi wahi? Na yeye kazaliwa kwa baba na mama, vipi anakuwa wahi? Anakula, anakunywa, anakwenda chooni, anakuwa vipi wahi? Analala, anapumzika, anakuwa vipi wahi? Kwa hivyo kusema in huwa, hakuwa yeye huyu Muhammadi isipokuwa wahi unaopelekwa, hapana, haikai vizuri. In huwa, haijawa hayano yasema, wama yantiqu, hatamki kwa matamanio. In huwa, hayajawa hayano yatamka, illa wahyu yuha, isipokuwa ni wahi unaopelekwa kwake. Kwa sababu huko kasema hasemi kwa matamanio kile anachokisema. In huwa, aini huwa ma yantiqu, hakijawa hichi anachokitamka, illa wahyu yuha, isipokuwa wahi unaopelekwa ambao ni Qur'an. Tumefahamiana hiyo huwa. Wako watu huwa hiyo wameiona kwamba ni mtume mwenyewe. Huwa hii hapa ni ile ma yantiqu, kile anachokitamka. In huwa ay in ma yantiqu illa wahyu yuha, hakijawa kile anachokitamka isipokuwa wahi unaopelekwa kwake, hasemi kwa matamanio. Na hii inahusu Qur'an. Mtume sallam hajaisema Qur'ani kwa matamanio yake. Ndio maana walipomtaka abadilishe baadhi ya aya akakataa, akasema hii si kazi yangu. Ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi, haijawa haki kwangu mimi nibadilishe kwa utashi tu wa nafsi yangu, sababu haya maneno si yangu, kanipa Mwenyezi Mungu niyalete, tena nabadilisha vipi? Mwenye kubadilisha ni yeye mwenyewe. Kama kuna jambo zito tumuombe ya Rabbi afanye mabadiliko, lakini sio mie ninayebadilisha, mimi sina nafasi. Watu wengi hili hawataki kulielezea vizuri kwamba Mtume salama hakuwa na mamlaka ya kubadilisha Qur'ani, wala hakuwa na mamlaka ya kubadilisha sheria yoyote iliyoletwa na Mwenyezi Mungu. Yeye mpaka aombe. Umeona jambo la kibla lilivyomsumbua, Mwenyezi Mungu akasema qad nara taqalluba wajhika fi samai falanuwalliyannaka qiblatan
tardaha fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra. Qad nara, kwa hakika tunaona, takalluba wajhika, kupinduka pinduka uso wako, fi samai, mbinguni. Unataka mabadiliko. Falanwalliannaka qiblatan tardaha, basi kwa hakika tutakuelekeza katika kibla utachoridhia. Ingekuwa mtume na uwezo, si angeamua tu badilisha kibla hichi, kibla gani hichi? Lakini alikuwa anamuomba Mungu mara kwa mara ili abadilishiwe. Hana uwezo wa kubadilisha mambo yanayoletwa na Mwenyezi Mungu. Na hii wakati mwingine tukiisema, kuna baadhi ya watu wanafikiri kuwa Mtume salam hatumpendi. Maana watu wanafikiri kumpenda mtume wengine maana ni kumpa mamlaka yote. Na yeye ana mipaka yake. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya. Mipaka ya binadamu anayo. Walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wama mansani as-su. Anamwasema kama ningekuwa ninajua ghaibu ningezidisha kufanya mambo ya khairi na hakuna baya lingenikuta. Kwa hivyo Mtume sallallahu anasema wazi kuwa mimi sijui ghaibu. Na kuna watu wasema mtume, kusema mtume alikuwa hajui ghaibu, mtume mzima hajui ghaibu kwani ghaibu ni mali ya nani? Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin. Mwenyezi Mungu ndio mjuzi wa ghaibu na haidhihirishi, haigundulizi ghaibu yake kwa yoyote isipokuwa aliyemridhia katika mitume kumgundulisha. Hebu chungulia kidogo, tazama huko. Si kwamba anampa chungulia, idhhar. Tena manirtadha, aliyemridhia. Si wote anaowachunguliza ghaibu katika hao mitume. Aliyefikia daraja ridha ya murtadha anapochungulia kidogo. Ndio maana mtume anaonyeshwa akhiru zamani, mwisho wa wako utakuwa hivi, utakuwa hivi, anaomba dua, ya Rabbi uepushe, ya Rabbi fanya hivi, ya Rabbi, anaonyeshwa mambo. Lakini si kwamba yeye alikuwa na uwezo wa kujua kila kitu. Mwenye kujua kila kitu ni mwenye. Of course ukimlinganisha mtume na sisi hatumfikii, lakini naye bado alibaki kwenye kiwango cha ubinadamu. Hajapanda zaidi ya ubinadamu. Kafika katika ubinadamu wa daraja la juu zaidi kuliko binadamu wengine wote, lakini bado kabaki binadamu, hajawa Mungu wala hajawa malaika. Tumefahamiana vizuri hapo? Fikra hizi wakati mwingine zinakuwa ngumu kuzieleza, na kwa sababu kwa bahati sijui mbaya au tuseme vipi, baadhi ya walimu zetu waliotangulia walikuwa maeneo kama haya hawatupi kwa upana sana. Kwa hivyo ilikuwa inafika mahala kama vile mtume anatukuzwa mpaka anavushwa kwenye daraja la ubinadamu. Famablaghul ilmi annahu basharun lakinahu la kalbashari. Mashairi wanayasema watu tasawuf kwamba ukomo ni kwamba yeye ni mtu lakini si kama watu. Mtu si kama watu, lakini kwa kiwango kipi? Fafanua. Ukiacha hivyo hivyo mtu si kama watu, bado inatutatanisha. Ifafanue, kweli ni mtu wa daraja lake, lakini kwa kiwango kipi? Kwa sababu makafiri walimjadili wakasema, waqalu mali hadha rasuli, wakasema na nini mtume wenu, yaakulu taama, na kula chakula, wa yamshi fil aswaqi, na anakwenda masokoni. Kwa hiyo walitaka awe vipi? Walitaka mtume asiwe anakula wala asifanye biashara. Singebidi awe malaika huyo? Na Mwenyezi Mungu akajenga hoja kwenye sura Isra akasema, qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innina lanazalna alayhi minas samai malakan rasula. Waambie kama humu duniani ingekuwa wanaishi malaika kwa amani, wanatembea kwenda huku na kule kama binadamu, basi mtume wao tukemteremsha malaika vile vile kutoka mbinguni, akaja malaika kuongoza, singekuja binadamu. Maana yake nini? Maana yake kwa kuwa dunia inakaliwa na binadamu, na mtume wao aje awe nani? Awe binadamu. Kama ilipokuwa malaika au wangekuwa wanaishi na mtume wao angekuwa nani? Malaika. Ingekuwa simba wanatakiwa kupelekewa mtume, unafikiri angepelekwa binadamu? Wangemrarua. Ingekuwa Mwenyezi Mungu anataka kupeleka mtume kwa simba, angempeleka simba mwenzao. Haya, aqulu la ilaha illa Allah tuflihu. Ingebidi aseme, semeni la ilaha illa Allah mtaokoka, simba nyinyi. Awe simba mwenzao. Vipi tuseme? Si mimi nasema, kama ninavyosema semeni. Sasa ende mtu kwa simba alafu aseme semeni la ilaha illa Allah, simba tutasema vipi? Na si ulimi wetu tofauti na wewe, meno yetu tofauti na wewe, akili zetu tofauti na wewe, tunasema vipi? Kwa lazima mtume afanane na wale anaopelekwa kwao. Hata lugha, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi, hatujapeleka mtume isipokuwa kwa ulimi wa watu wake. Sasa ashuke mtume kwa Waarabu alafu anze, hello how are you all of you,
You feel well? I'm your prophet from your almighty God. Warabu singoko na tumbo macho wanasema nini? Hatufahamu. Kapelekwa kwa lugha yao ili waweze kuelewa, bilisani qaumi. Kwa lazima wewe mtu kama wao. In huwa illa wahyu yuha, haijawa hii Qur'ani au hayo wanayotamka isipokuwa wahi unaopelekwa kwake. Allamahu,